sifa hiyo iwe ni sifa ambayo anaweza kusifiwa mwanadamu. Ikiwa kwamba sifa hiyo anaweza kusifiwa mwanadamu, basi tunaweza kulikana. Subhanahu wa ta'ala, mtu wa namna kama hii, sehemu ya madhambi aliyokuwa nayo, ayapo kwamba atafanywa ibada hii, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akamsamehe madhambi hayo. Baadhi wakati unakuta mtu anakusanya watu, anawapa 10,000 za Tanzania. Hii sio zaka, hiyo sio zaka, hii ni nini? Ni sadaka. Wasi wakonini ulizana ujibi niti. Amma baada, wapenzi watazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni wakati mwingine tena ambapo tunakukaribisha katika mfululizo wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyokujia kupitia hapa Africa TV. Ni wakati wa kipindi chako bora kabisa, kipindi chako pendwa kabisa, kipindi chako cha Uliza Ujibu. Kama kawaida, kupitia nambari ambazo zipo mbele ya runinga yako, basi utaweza kutupigia ili kutuuliza kile ambacho hukijui, ukifahamu, ukielewi, ukitambui, au vile vile kitakuwa kimekuletea au umesikia hili na lile bila kupata ufafanuzi zaidi. Kwa hiyo kupitia Uliza Ujibu utapata ufafanuzi. Kipindi chetu tunakigawa sehemu ya kwanza, sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni hii ambayo tutapokea simu zenu, na kisha baada ya hapo tutakuja sehemu ya pili ambayo kuyapatia majibu. Leo alhamdulillah nimepata leo alhamdulillah nimepata. Alhamdulillah. Karibu ya Yahya Hassan. Sasa shekhe, swali langu la kwanza shekhe, ndio mara nyingine huwa tukimaliza dua tunasema bifadhli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Na kuomba utupe maana ya maneno haya kwanza. Alafu je, ni katika mafundisho kwamba tukimaliza dua zetu tutamaliza na hii ni aya kama sikukosea? Unipata Sheikh hapo? Naam. Swali langu la pili Sheikh, tunawapa watoto wetu majina kwa katika sifa za Mwenyezi Mungu, kwa mfano Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Majid. Nafikiri unipata hapo. Sasa katika kuwapa majina, watu wengine huwa wanakata majina. Kwa mfano ukimwita mtu Rahim, badala ya kutia Abdurrahim wanamwita mtu Rahim. Kwa mfano kama Rahman, haifai kumwita mtu Rahman. Ama Abdul Majid, watu wengine kata wamwita mtoto Majid. Sasa alikuwa na Sheikh, kuna majina yapi ambayo waweza kuyakata na majina yapi ambayo huwezi kuyakata? Kwa mfano huwezi kumwita mtu Rahman, lazima umwite Abdurrahman. Ama Abdurrahim, waweza kumwita mtu, watu waita Rahim, lakini wengine lazima utumie Abdurrahim. Unipata Sheikh? Naam, nikupata. Sasa katika sifa zipi ambazo waweza ukakata jina ukamwita kwa ufupi kama hivyo Majid, ama kabla Abdul Majid kama hivyo? Swali langu la pili ni hilo. Swali langu la mwisho Sheikh, naam, katika kuwapa watoto majina, wengine huwa wapa majina ya kidogo ya mashaka. Kwa mfano usikia mtoto aitwa Mwampumbavu, ama aitwa Semani Nyinyi, wengine aitwa Jumapili, wengine aitwa Mashaka, wengine aitwa Tabu. Sasa Sheikh, nakuomba utupe kidogo mwongozo wa dini kuhusiana na kuwapa watoto majina mazuri kama hivyo ambavyo nilivyosema, kama majina niliyotaja. Unipata Sheikh? Tumekupata. Shukran wa jazakallahu khair. Asante. Na Yahya Hassan Muhammad kutoka kule nchini Kenya, balozi wetu Mombasa kule, na maswali yake hayo matatu ambayo ameyaulizia. Mtazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Nazungumza na Mahmudu Swedi kutoka Mwanza. Mahmudu kutoka Mwanza. Karibu Mahmud. Asante. Nilikuwa nauliza shehe wangu. Ndio. Zaka, wakati wa kutoa zaka, hiyo zaka unaenda unaipeleka msikitini, au unaweza ukamkuta maskini ukampa, au ipi imethibiti, kupeleka msikitini au ukamwona maskini ukamtambua kabisa maskini hajiwezi ukampatia tena Muislamu? Mtazamaji, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Naitwa Salma, niko Tandika. Swali langu,
Salma kutoka Tandika. Kama umechelewa kuswali alfajiri, umeamka jua lishachomoza. Je, ni swali kablia kwanza alafu ni swali alfajiri au unaswali alfajiri tu kwa sababu umechelewa? Asante. Una swali lingine? Hapana. Asante, baki nasi. Naitwa Hashim Juma. Hashim Juma kutoka wapi Hashim? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Unatoka wapi Hashim? Uko wapi? Natokea Morogoro Tuliani. Morogoro Tuliani. Swali lako? Swali langu linasema hivi. Kama unafuga. Kama nafuga, kama shehe unasikia? Nakusikia. Kama unafuga mifugo kama kuku hivi. Ndio. Kama unafuga kuku alafu kuna mtu akaja akwambia hivi, naomba uniuzie kuku, naomba niuzie, alafu huyo mtu unajua kwa sababu ni mganga, aenda kumfanyia ushirikina, naruhusiwa kweli? Anaenda kufanyia ushirikina. Swali langu lingine linasema hivi. Unanisikia she? Nakusikia. Kama mtu anakutania alafu wewe utaki. Mtu anakutania alafu wewe utaki. Hivi huyu mtu ana hukumu gani? Sasa ni maswali yangu hayo. Asante, baki nasi. Hashim huyu kutoka Morogoro Tuliani huko. Morogoro wanaita kwamba mji kasoro bahari, huo wanaita. Mtazamaji, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadhi, vipi hali yako? Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Nazungumza na Ummu Said kutoka Zanzibar. Naam, Ummu Said kutoka Zanzibar. Karibu Ummu Said. Asante. Ustadhi, naambiwa hivi, mtu anapokuja amefariki anaweza kuendewa haji, anaweza kuendewa hija, kuhijiwa, yani nikusudia. Ndio. Sasa yule ambayo tunaambia alikuwa amefariki, alikuwa kuhijiwa, anasamehewa madhambi yake yote. Sasa je, yule mtu ambaye alikuwa kuhijiwa, tuseme na mwanawe, sasa alikuwa alikuwa sio mtu, manake alikuwa barabara, mwenye sala na anafanya mambo mazuri. Je, vipi na huyo atahesabika vile vile kwa atapata jazaa hiyo ya kuwa atasamehewa madhambi yake yote? Na ushanifahamu nikufahamu. Una swali lingine? Swala jingine? Basi sina, asante, shukran. Asante. Na wapenzi watazamaji wa Africa TV, tunapata mapumziko mafupi na kisha tutarudi hapa kwa ajili ya kujibu maswala yenu insha Allah. Uliza na ujibi, wasi wako nini? Uliza na ujibi, ni TV. Na wapenzi watazamaji, leo hii tulianza na ndugu Yahya Hassan Muhammad. Yahya Hassan Muhammad anaulizia swali, anasema kwamba baadhi ya wakati tunapoomba dua tunakuwa tunamaliza kwa kusema bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anasema kwamba je, hili ni jambo ambalo kwamba linafaa kisheria, jambo ambalo linakubalika kisheria? Tunajibu kwa kusema kwamba inaonekana kwamba wanapofanya hivyo wanapokusudia kwamba kuhitimisha dua kwa dhikri hizi ambazo kwa sababu zimekuja hadithi zikihamasisha kwamba katika dua basi tumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsifia, lakini vile vile tumsalie bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine sasa hao walioanza huu utaratibu wanakusudia
pengine kukamili, lakini sikumbuki kwamba kuna nasu ya hadithi imeelekeza kufanyika jambo kama hilo. Inaonekana kwamba ni jitihada za baadhi ya watu ambazo baadaye watu wengine wakawa wamezichukua, kwa sababu takriban hizi ni hitimisho, ukiacha neno bifadli, lakini kinachobakia kwamba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, ni mwisho wa takriban suratu Safat kama sikosei, bila shaka suratu Safat, mwisho kabisa wa suratu Safat ndio kuna aya hizo tatu. Sasa inawezekana kwamba kuna baadhi ya watu walifanya hivyo na watu wengine wakaonelea kuhitimisha dua zao kwa dhikri hizo au aya hizo ambazo zimebeba dhikri ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile na kuwasalia mitume. Kwa hiyo kufanya hivyo basi wanatarajia kwamba iwe ni sababu ya kupata majibu ya maswala yao, kwa sababu ndani yake wanamkuwa wamenhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile wamensalia mtume, bali wamesalia mitume. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hivi ni vitu ambavyo kwamba vinapendezesha vipatikane katika dua, ili dua ya mtu iwe ni yenye kukubaliwa. Pengine hilo ndilo lilopelekea watu wakazitumia aya hizi kwa tarajio la kwamba kwenye dua zao basi wawe ndani yake wamepata kutaja kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume na kuwasilia pamoja na mitume wengine wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kuhitimisha kwa zikiri hizo ambazo pia zimebeba sifa kwamba ni aya na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wataraji kupata majibu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo nadhani ndilo ambalo wanalolilenga pale wanapomalizia dua kwa kusoma aya hizo tatu. Sasa lakini sikumbuki kabisa kwamba kuna nasu ya hadithi imeelekeza kuhitimisha dua kwa muundo huo, isipokuwa anayefanya hivyo akikusudia kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo linatakikana katika dua. Swali kabla ya pili anauliza kwamba kuna baadhi ya wakati sisi haya majina ambayo tunabebesha uja wa mja pamoja na sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, baadhi ya wakati hutokezea baadhi ya majina yakakatwa. Kwa mfano, mtu badala ya kuitwa Abdurrahim akaitwa Rahim, au mwingine baada ya kuitwa Abdul Malik akaitwa Malik, na vitu vya namna kama hiyo. Sasa anataka kuuliza kwamba ni sifa zipi ambazo au majina yapi ambayo tunaweza tukayakata na yapi ambayo hatuwezi kuyakata. Bila shaka Yahya Hassan na watazamaji kwa ujumla, haya majina au sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ndani yake tunaziambatanisha na ubudia kwa kutumia hiyo sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana tunaposema kwamba Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Rauf na vitu vya namna kama hiyo, sifa ambazo majina ambayo tunaweza kuyakata ni yale majina ambayo hiyo sifa ambayo imeambatanishwa nayo, imefungamanishwa nayo, imefanywa idhafa, sifa hiyo iwe ni sifa ambayo anaweza kusifiwa mwanadamu. Ikiwa kwamba sifa hiyo anaweza kusifiwa mwanadamu, basi tunaweza kulikata. Lakini sifa hiyo ikiwa kwamba hawezi kusifiwa mwanadamu, basi hatupasi kuikata. Ni kuikata tukampa sifa hiyo ambayo ni sifa ya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, tukampa mja, kwa kweli tutakuwa hatukutenda vinavyotakiwa. Ni jambo ambalo kwamba ni makosa. Ama sifa ikiwa kwamba kuna sifa ambayo ni vizuri, hata kama hiyo sifa anaweza kusifiwa mwanadamu, ni vizuri kwamba abaki tu hivyo kwamba ni abd. Mfano tunasema kwamba Rahim ni sifa ambayo anaweza akasifiwa mtu. Allah subhanahu wa ta'ala amensifu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba bilmu'minina raufur rahim.
Hizi sifa ni sifa amepewa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mwanadamu, lakini vile vile sifa hizi ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anaweza mtu akasifiwa sifa za namna hiyo, rahim, anaweza akasifiwa mtu rauf, lakini iliyo vizuri ni abaki tu hivyo hivyo mtu kwamba aitwe kwamba ni Abdur Raufu au Abdur Rahim, kama ilivyo Abdurrahman, ama zile sifa kama hivyo Allah au Rahman. Hizi haziwezi kutumika kwa kukata na sifa zenye maana kama hiyo ambayo ni sifa ambazo anastahiki kusifiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Labda tuseme hivi, tunaweza tukawa tumetoa mwongozo katika swali lako. Swali la tatu ambalo naliulizia ni namna ambavyo tunawapa watoto wetu majina. Ana kweli hili Yahya Hassan na watazamaji kwa ujumla ni tanabahisho muhimu sana. Tumekuwa na tabia ambazo pengine ni tabia ambazo zilikuwepo pengine kabla ya Uislamu, kuwasifia, kuwapa watoto majina wakati mwingine majina hayo yakiwa ni mafumbo, watu au ni wanaita mipasho na vitu vya namna kama hiyo. La, tusimpe mtoto majina, isipokuwa tuwachagulie watoto majina mazuri, na iwapo kwamba jina linatoa maana mbaya, basi tulibadilishe kumpa jina mtoto huyu, kumpa jina lingine. Kwa kweli si vyema. Kwa mfano majina kama ile amezungumza majina mashaka, mashaka ambayo ni nini, au tabu, yote yana maana moja, kwamba mashaka na tabu. Nini unachokikusudia unapompa mtoto wako jina mashaka? Nini unachokikusudia unapompa mtoto wako jina tabu? Nini unachokikusudia unapompa mtoto wako jina matatizo? Nini unachokikusudia unapompa mtoto wako jina ambalo linabeba maana ambayo si maana mzuri? Kwa hiyo tuwapo watoto majina ambayo ni majina mazuri, majina ambayo wao wenyewe watakapokuwa wakubwa watakuwa wanaona fahari, wanajiona kwamba kujifahari kwa lile jina ambalo kwamba alilopewa. Lakini unampa mtoto ambaye baadaye hata akikuwa huko anaona alimeshasajiliwa pengine kwenye cheti cha kuzaliwa, kwenye shahada zake za shule na vitu vya namna kama hiyo, yeye mwenyewe kutajwa jina lake anaona haya, kwa kweli si jambo ambalo kwamba ni zuri. Kulikuwa huko Waarabu huko nyuma, walikuwa na utaratibu wa kuwapa watoto wao majina mabaya. Wanasema kwamba kwa sababu majina hawa watoto wao majina hayo wanawaitia kwa ajili ya watu wengine ndio watawaita majina hayo, na wakiwapa wanasema kwamba wakiwapa watumwa wao majina yaliyokuwa mazuri, kwa sababu mara nyingi sana yeye anamuita mtumwa wake. Lakini hii nadharia si nadharia ambayo kwamba ni sahihi. Nadharia sahihi tunapaswa, kama ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Waislamu wetuhimiza kwamba tuwape watoto majina yaliyokuwa mazuri. Mahmudu kutoka Mwanza anauliza kwamba pale ambapo kwamba mtu ameshakusanya zaka, ameshapiga mahesabu zaka yake, je, anaipeleka wapi? Msikitini au sehemu gani? Tunajibu kwa kusema kwamba asili katika zaka kunakuwa na chombo cha kiserikali. Serikali ya Kiislamu inakuwa na chombo ambacho kinakusanya zaka, halafu kinakuwa kinaangalia wahitaji wanaostahili kupewa zaka, chombo hicho kinawapa. Wakati huu mara nyingi sana hakuna vyombo vya namna hiyo katika baadhi ya maeneo ambavyo ni vya kiserikali rasmi, vya kiserikali. Kwa hiyo badala yake kunaweza kukawa na taasisi, Kwa hiyo tafuta taasisi ya namna kama hiyo ambayo kwamba unahisi ni taasisi inatekeleza wajibu wake pasavyo na kwa uadilifu na kwa uaminifu, basi ikabidhi zaka yako ili hiyo taasisi igawanye zaka yako kwa watu ambao wanaostahiki. Na iwapo kwamba unaona kwamba baadhi ya wakati unaweza kutia shaka hata na baadhi ya hao watendaji wa kitaasisi, jambo maeneo ambalo kwamba halina uongozi, hauna serikali, haifuati utaratibu wa sheria za Kiislamu, basi unaweza ukasimamia wewe mwenyewe ukasimamia kupata mahesabu ya zaka ambayo unayodaiwa, na baada ya kisha kupata mahesabu ukatafuta mtaalamu ambaye atakuelekeza namna gani ya kugawa
basi unaweza ukagawanya kwa kuwapa maskini unawatambua maskini katika familia yako, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametuhimiza kwamba zaka na sadaka ambayo unaitoa kwa mtu kwa mtu wako wa karibu kifamilia, basi ni inabeba malipo mara mbili kuliko ile unayompa mtu ambaye hayupo karibu nawe kifamilia. Tuangalie hili, Uislamu unahimiza kumpa sadaka au zaka mtu ambaye yupo karibu katika watu wanaostahili, kwa sababu kuna watu ambao kwamba wapo karibu lakini sheria haikuruhusu kwamba umpe zaka. Kwa mfano, mke wako huwezi kumpa zaka, ingawa mke anaweza kumpa zaka mume wake. Sasa mtoto wako huwezi kumpa zaka, baba yako huwezi kumpa zaka, mama yako huwezi kumpa zaka, hawa huwezi kuwapa zaka. Sasa tukishajua kwamba hawa ambao kwamba wanastahili kupewa zaka, basi tuwafuate wanazuoni watupe maelekezo ya namna gani ya kufanya, kwa sababu pia inapendekezwa kwamba katika makundi yale 8 ambayo wanaostahili kupewa zaka, basi yapatikane baadhi ya makundi kupewa zaka, na katika kila kundi hilo kuwe na idadi fulani ya kupewa zaka. Sasa inategemea kwamba hicho kiwango cha zaka kilichofunguliwa kilichopatikana na hao watu ambao wenye sifa wanaostahili kupewa zaka katika maeneo yako wako katika makundi ya aina gani na sampuli gani. Vyote hivyo ni vitu vya kuzingatia. Kwa hiyo iwapo kwamba kuna chombo cha kiserikali ambacho kinaendeshwa kwa taratibu ya Kiislamu kinakusanya zaka, basi mnaweza mkaifikisha katika, au mnapaswa kuifikisha katika chombo hicho. Lakini iwapo kwamba hakuna chombo cha namna kama hiyo, iwapo kwamba kuna taasisi labda Waislamu wa maeneo fulani wameianzisha, basi wanaweza kuiwasilisha zaka hiyo kwenye taasisi hiyo. Na iwapo kwamba hayo yote hayapo, basi yeye mwenyewe mtu basi akusanye zaka yake hiyo, na baada ya kukusanya hakikishe kwamba anaigawanya kwa watu wanaostahiki, na ni vizuri awe karibu na shekhe, ili shekhe ampe miongozo na maelekezo nini cha kufanya kuhakikisha kwamba anagawanya zaka, na wala hagawanyi mujaradi wa sadaka. Kwa sababu baadhi ya wakati unakuta mtu anakusanya watu anawapa 10,000 za Tanzania. Hii sio zaka, hiyo sio zaka, hii ni nini? Ni sadaka. Zaka inatakiwa kwamba apewe mtu kiwango ambacho kwamba kitamtosheleza, ijapo kwamba haitakuwa labda kwa muda mrefu, lakini kwa muda mfupi, lakini itakuwa ni yenye kutosheleza, na Allah ni mjuzi zaidi. Muhammad kutoka Tomondo anaulizia kwamba yapo kwamba amechelewa kusali akaamka sasa saa 3. Je, anatakikana kwamba aswali kwanza kablia halafu ndio asali sala au vipi? Hapana, unapoamka tu hakikisha kwamba unafanya haraka kuisali sala iliyokupita ambayo ilikuwa inakuwajibikia. Kwa hiyo sala alfajiri. Halafu baada ya hapo, iwapo kwamba una utaratibu siku zote wa kusali raka 2 ya kabla ya asubuhi, basi utasali raka hizo 2 za kablia kama kadha. Iwapo kwamba huna utaratibu wa kuamka mapema na kusali, basi hata hapo hautotakikana kusali. Anayetakikana kusali wakati kama huo ni yule ambaye ana utaratibu huo wa kusali, lakini ambaye hana utaratibu wa namna kama hiyo, wala hana haja ya kusali katika wakati kama huo. Kitakachofanyika basi kitakachofanyika ni kuwa atasali kinachotakikana, atasali sala ya subhi, halafu kama ana utaratibu wa kusali kablia kila siku atasali na kablia, na hapo kwamba hana utaratibu huo ama siku zote anaamka baada ya muda wa sala kupita, basi atatosheka na kusali sala hiyo ya asubuhi tu. Salma kutoka Dar es Salaam, nadhani swala tulojibu itakuwa ni swala la Salma, na kabla yake kulikuwa na Muhammad kutoka Tomondo. Muhammad kutoka Tomondo anaulizia kwamba mtu ambaye
pitwa na swala asubuhi akaamka saa 3, anapaswa kwamba muda huo atakoamka, kama tulivyojibu kwa Salma, basi anatakiwa kwamba muda huo afanye haraka kuweza kuitekeleza sala ya alfajiri, sali sala ya alfajiri kwa haraka kabla muda huo ambao atakuwa ameamka, na wala asicheleweshe kama wanavyofanya baadhi ya watu akaja kuisali wakati wa dhuhuri au wakati mwingine. Hashim kutoka Morogoro anauliza kwamba yapo kwamba yeye ni mfugaji wa kuku. Sasa akaja mtu ambaye ana tabia kufanya mambo ya kishirikina, kwa hiyo miongoni mwa vitu anavyovitumia ni kuku, akamtaka kwamba amuuzie kuku, lakini anajua kwamba kuku huyu atakwenda kumfanyia matendo ya kishirikina. Je, amuuzie? Hapana. Iwapo kwamba unajua kwamba anachokwenda kukifanya ni cha ushirikina, una elimu nacho, anachokifanya ni cha ushirikina, basi haupasi kumsaidia katika kufanikisha mambo yake. Kwa hiyo moja kwa moja kinachotakikana mzuilie, usimpe fursa ya kununua huyo kuku. Wewe subiri kuku wako huyo uwauzie watu wengine ambao wana kusudio la kufanya mambo yaliyokuwa sahihi, na si kuwasaidia hao watu ambao bado mpaka leo hii wanaendeleza kufanya mambo ya kishirikina. Anauliza swali la pili kwamba kuna mtu ambaye anakutania na wewe hutaki kutaniwa, nini hukumu yake? Anaingia katika madhambi iwapo kwamba mtu anakutania kwa maneno ambayo kwamba wewe hutaki kutaniwa maneno hayo. Kwa hiyo ni kuingia katika matatizo, kuna madhambi kwa kufanya jambo hilo. Saidi kutoka Zanzibar anauliza kwamba yule mtu aliyehijiwa anapofariki akahijiwa, je, atapata malipo yale kamili ya kusamehewa madhambi yote? Tunajua kusema kwamba tutarajia hivyo kwamba atapata fursa hiyo ya kusamehewa madhambi yote, lakini tunaposema madhambi yote ni madhambi, si madhambi yote kwamba kila dhambi, hapana. Hapana, mtu hata vyote Allah subhanahu wa ta'ala huwa hamsamehi mtu anapokuwa anadaiwa deni, hamsamehi makosa ya kumshirikisha, au mtu kama huyo anakuwa kabisa kwamba ameacha sala na vitu vya namna kama hiyo, basi kuna maeneo ambayo kwamba yatakuwa ni sababu ya yeye inakuwa ni sababu ya yeye kupata madhambi anapokuwa anapomtania mtu wakati huyu mtu anayemtania hakubali au hataki kutaniwa kwa hilo kichwa ambacho kwamba anachomtania. Kwa hiyo tuepukane kufanya utani na watu ambao kwamba hawapendi kufanywa utani, na hasa kutumia utani tufanye utani ambao ni utani ulio na ukweli ndani yake, unaokuchunga heshima ndani yake na vitu vya namna kama hiyo, na wala tusifike mahala tukafanya utani wa kumfanya mtu kwamba ajisikie kuvunjiwa heshima yake. Tumerudi kwenye swala la Hashim, tulikuwa tumeshalijibu, lakini tulikuwa na swala la Mama Saidi kutoka Zanzibar, ambaye anaulizia kwamba mtu ambaye amefariki na kupata malipo. Naam, tumesema kwamba mtu huyo atapata malipo, lakini hayo malipo atakayoyapata hayatokuwa, atasamehewa madhambi, lakini hakuna madhambi ambayo kikawaida hayasameheki kwa mujaradi wa mtu kufanya ibada. Hayasamehewi kwa mujaradi wa mtu kufanya ibada. Madhambi ambayo yanafuya nayo yatakayo kuwa ni sababu ya kusamehewa ni yale madhambi ambayo kikawaida huwa yanafutika kwa mtu kufanya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza kwamba mtu inapotokezea umefanya jambo ovu, basi lifuatishie kufanya jambo jema. Hilo jambo jema litakuwa ni sababu ya kufuta jambo ovu. Sasa mtu unapokuwa unatekelezewa ibada hii ambayo pengine wewe mwenyewe
wewe mwenyewe ulikuwa kwamba azma yako ni ndogo ya kuitekeleza ibada hiyo. Tuangalia, kuna yule ambaye kwamba yeye amefanywa ibada hiyo hali ya kuwa na alikuwa na hima ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa namna kama hii, sehemu ya madhambi aliyokuwa nayo, ayapo kwamba atafanywa ibada hii, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akamsamehe madhambi hayo. Lakini wapo kwamba yeye mwenyewe hakuwa na msingi madhubuti wa kuweza kuibeba hiyo hija. Hiyo hija yenyewe inataka kubebwa, ibebwe kwa imani madhubuti ambayo ndani yake haina shirki, haina kufru, haina unafiki, ibebwe na ibada ambazo ndani yake ibada ya sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba jambo la mwanzo kabisa mtu atakalohesabiwa nalo siku ya kiyama ni sala. Ikikutikana sala yake imekaa sawa sawa, basi na ibada nyingine zake zitakaa sawa sawa. Lakini kutikana kwamba sala yake haiko sawa sawa, hata ibada nyingine vile vile zitakuwa na mapungufu. Sasa mtu wa namna kama hiyo hapo kwamba amehijiwa, lakini sala yake iko vizuri, zaka yake iko vizuri, huyu mtu wa namna hiyo na amejiepusha na mambo ambayo tunatarajia kwamba mengine haya yaliyokuwa ameyafanya na yale ambayo kwamba yalimpitia katika nafsi yake, insha Allah yatasamehewa kutokana na ibada hii tukufu aliyofanyiwa. Lakini iwapo kwamba alikuwa na kila kitu, basi hapa kuna hatari ya kwamba asiwe ni mwenye kusamehewa madhambi yake. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atufishe akiwa na yuko radhi nasi, na atukubalie taa zetu, na atusamehe makosa yetu. Mpaka hapo tutakapokutana tena katika kipindi kingine, ni ndugu yako Ibrahim al-Ghulam, na kuaga kwa kusema subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Ulizana